Usisahau kulike, kubonyeza alama ya subscribe na alama ya kengele. Karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin habibina shafina maulana Muhammad bin Nabillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Leo hii tutaangalia siri ya kufungua macho kuona vitu vya ghaibu. Watu wengi macho yetu yamefungika, macho yetu imekuwa na ghitaa na vifuniko, kwa mambo mengi sana hatuwezi kuyaona kutokana na uchanga wetu wa macho. Leo hii tunatoa faida sasa ya watu kuona vitu ambavyo vilivyofichikana, kumwona mchawi, kuona majini, kuona mizukule ya watu. Tunatoa njia hii, lakini kwa sharti moja tu, baada ya kuona uwe una siri ya hicho ulichokiona. Kwani watu wengi walikuwa katika mazoezi haya ya jambo hili, lakini mwisho wake wakadondoka daraja kwa sababu ya kuhadithi yale ambao waliyoyaona. Hii siri tunapenda kuwaambia watu kwamba baada ya kuisomesha watu wawe na siri ya vile wanavyoviona, kwa sababu mashekhe wamekataza kabisa watu baada ya kuona majambo haya wakaanza kuhadithi. Kuna baadhi ya kijana alipewa siri hii, akaanza kuona watu ambao si wazuri katika mtaa wake, watu ambao wana mambo ya hovyo hovyo. Akaanza kuona baadhi ya mambo mazito. Siku moja ametoka usiku, akaona mtu anatoka mashariki kwenda magharibi, lakini hana kichwa. Siku ya kwanza, siku ya pili akawa anamfuatilia, lakini baadaye akaanza kutoa ile siri. Alipotoa ile siri, basi ile hali ikaondoka katika yule kijana. Kwa nini? Alishindwa kuwa na siri. Siri ndiyo inaomfanya siri hii mtu kudumu nayo na kuingiza katika watu. Aya yenyewe iko kwenye Qur'ani, ambayo maswahibul asrari na maswahibu sajada wamezungumza siri hii. Ni aya iliyokuwa katika sura miongoni mwa sura za Qur'an, sura Qaf. Fakashafna anka ghitauka wa basaruka yawma hadid. Fakashafna anka ghitauka wa basaruka yawma hadid. Hii si msifanye masara, hii aya sio masara. Hii aya inafunua vifuniko vilivyofunika katika macho ya mwanadamu. Mtu akiwa na macho haoni vizuri. Tuna macho ya aina mbili, kuna macho ya dhahiria na macho ya batinia. Sasa macho yanayotakiwa hapa kuyatengeneza ni macho ya batinia, macho ya ndani. Ukimwangalia mtu basi unajua taarifa zake kwa kutumia aya hii, fakashafna anka ghitauka wa basaruka yawmal hadid. Kwa sharti ya kuanza kufanya riadha, ilielezwa na maimamu na ilielezwa na masahibu sajada juu ya kufanya riadha ya siku 3. Wengine wamependekeza riadha hii ifanyike kwa muda wa siku 7. Kwa hiyo kwa mambo ya riadha, basi hebu wasiliana kwenye chaneli yetu hii ili uweze kupata faida hii. Hii faida nzito sana. Ukiwapa watu hovyo hovyo, wanaweza wakatokewa na majambo mazito wakaja kupata matatizo. Kuna kijana ambaye tulitoa maelezo haya, akawa anaichukua ifakashafuna anka ghitauka basaruka mahadi, akawa anafanya shilingi 12,000 kila siku. Matokeo yake akatokewa na dudu ambao
lilikuwa limetia shida sana. Kuna kijana mwingine akafanya mambo kama haya, akatokewa na rohani, lakini miongoni mwa rohani akamuuliza, madha turidu, unataka nini wewe? Yule rohani akainua mkono kutamaki yule bwana, akakuta mtoto wake wa kwanza yuko kwenye kiganja cha mkono wake. Sasa hii lazima tunatoa hivi, tunatoa tu nani tanbihi, lakini ukitaka somo hili zaidi, basi wasiliana na channel yetu ya Sultan Online inshallah ili upate faida ya kutosha juu ya jambo hili inshallah.